Mtazamaji wangu, ukistaajabu ya Rigathi Gachagua kuweza kukimbizwa au kuweza kuvamiwa kanisani na wala ambao ni goons, basi hujaweza kuyaona mtazamaji wangu ya huyu ambaye ni Cleophas Malala akihusishwa na ile ambayo ni shule la Butere Girls, shule ambalo mama wa taifa ambaye ni Mama Rachel Ruto aliweza kulisomea. So siku ya jana ilikuwa ni siku ya panda shuka huku na kule, watu kuweza kukua nazidi kupata taarifa kemkem kuhusiana na Cleophas Malala kuweza kushikwa na mambo ambayo alikuwa akiweza kuzidi kuendelea kuweza kutendeka ndani ya taifa letu la Kenya. Lakini mtazamaji wangu, kuna mambo ambayo yaliweza kukua yanazungumziwa, na kuna kitu ambacho pia nimeweza kutaka tuweze kukizungumzia kidogo kufuatia kila ambacho kiliweza kutendeka siku ya jana. Manake kwa kweli mtazamaji wangu, kulingana na vile ambavyo mambo yanavyozidi kuendelea au kulingana na mambo ambavyo yanazidi kutendeka, basi imeweza kuonyesha ishara kubwa kamili kwamba mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto hata anaweza kuondolewa madarakani na wale ambao ni watu wake wa karibu ambao wamekuwa kiweza kuzidi kukua na yeye. Kwa sababu gani niseme hivyo? Kwa sababu huyu ambaye ni Cleophas Malala ni mmoja wa viongozi ambao walikuwa ni marafiki wakubwa sana wake Rais William Samoei Ruto, na waliweza kuhusika pakubwa sana kuweza kumsaidia Rais William Samoei Ruto kuweza kushinda 2022, na hadi Rais William Samoei Ruto akaweza kumpatia nafasi au cheo fulani katika chama chake cha UDA. Bila kuweza kumsahau huyu ambaye ni Rigathi Gachagua aliweza kuhusika pakubwa. Bila kuweza kumsahau mtazamaji wangu huyu ambaye ni Justin Muturi aliweza kuhusika pakubwa. Bila kuweza kumsahau Ndindi Nyoro. Lakini moja kwa moja ndani ya makala yetu ya siku ya leo mtazamaji wangu, nataka tuweze kuzamia katika kila ambacho kimeweza kukua kikiweza kuzidi kuwekwa nyuma ya kamera. Watu wengi hawajakuwa kiweza kuzidi kukizungumzia, na hivyo basi kabla sijaweza kuzama moja kwa moja ndani ya makala yetu ya asubuhi ya leo mtazamaji wangu, ningependa niweze kukopa lako sikio. Ningependa uweze kujiunga nasi kwa kuweza kulike video hii. Cha pili, uweze kunibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja popote pale ulipo, ningependa kwa moyo mnyenyekevu jiunge nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu ile kwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kabla mtazamaji wangu hatujaweza kuendelea na mazungumzo yetu ya asubuhi ya leo. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi popote pale ulipo, niweze kukukaribisha. Mwenyezi Mungu aweze kukubariki sana iwapo mtazamaji wangu umeweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii hapa. Na hivyo basi nilitaka watu 5 peke yake, lakini iwapo wewe ni mmoja wa wale ambao wameweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii, asante sana na Mwenyezi Mungu aweze kukubariki popote pale ambapo unanitazama ukiwa karibu. Tuweze kuendelea. Now, mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto as we are speaking now yuko mahala pabaya, and actually I'm saying this kwa sababu nina udhibitisho wa kuweza kusema kwamba yuko mahala pabaya. Unaona, viongozi ambao walikuwa marafiki pendwa sana wa Rais William Samoei Ruto ndio ambao wameweza kugeuka maadui. Nikisema hivi sizungumzii wanasiasa peke yake, nazungumzia hata Wakenya wote kwa ujumla. Asilimia 90 au 90% of Kenyans as we are speaking now wako na wasiwasi sana na Rais William Samoei Ruto, na si eti kwamba hawampendi. Wako na wasiwasi sana na uongozi wake, kwa sababu mtazamaji wangu, kila ambacho kimekuwa kikiweza kuzidi kuonekana ni kwamba Wakenya hawajakuwa kiweza kuzidi kutekelezewa kila ambacho waliweza kuahidiwa. So mtazamaji wangu, kila ambacho kimeweza kuzidi kuonekana ni kwamba Wakenya wanazidi kulia. Wakenya wanazidi kusema kwamba basi uongozi huu unazidi kuendelea kuwatesa. Tukiweza kuachana na Wakenya, kwa sababu Wakenya ndio ambao wamekuwa kiweza kupewa kipaumbele sana. So tukiweza kuachana na Wakenya mtazamaji wangu, ni kwamba wanasiasa ambao pia walikuwa nyuma ya Rais William Samoei Ruto wameweza kwanza kubadilisha njia ambayo wanazidi kwenda nayo. And as we are speaking now mtazamaji wangu, ni kwamba Ndindi Nyoro, bila kumsahau mtazamaji wangu huyu ambaye ni Justin Muturi, walikuwa watu wa karibu sana wa Rais William Samoei Ruto. But as we are speaking now, tunavyozungumza,
ni kwamba ni maadui wa Rais William Samoei Ruto. Na miongoni mwa viongozi ambao nimeweza kuwataja tulipoweza kuanza video hii, miongoni mwa watu ambao nimeweza kuwataja, mtazamaji wangu ukiweza kukuwa umeweza kunisikiliza kwa makini, ni viongozi kutoka Mlima Kenya. Ni kwa nini tu Mlima Kenya inazidi kuendelea kukua, ambayo inazidi kuleta prokushani kidogo huku na kule? Ni kwa sababu Mlima Kenya imeweza kuona kwamba rais aliweza kuwasaliti. Hilo ni jambo la kwanza, na jambo la pili ni kwamba serikali au Mlima Kenya imeweza kuona kwamba serikali hii, mtazamaji wangu, iliweza kuwadanganya. So what is happening now ni kwamba Mlima Kenya, and as we are speaking now, kuna mbunge wa Madhira MP aliweza kukimbizwa siku ya jana vibaya sana, and aliweza kukimbizwa. Hii ni baada ya yeye kuweza kuwa anamzungumzia huyu ambaye ni Rigathi Gachagua, na alikuwa akiweza kumzungumzia Rigathi Gachagua kwa njia ambayo, mtazamaji wangu, ilikuwa ni kidogo inazidi kwenda kinyume na vile ambavyo, mtazamaji wangu, wengi walikuwa kiweza kutarajia katika mazishi haya ambayo yalikuwa yakiweza kufanyika upande wa Kirinyaga. Mbunge huyu anafahamika kama Eric Wamumbi. Aliweza kukimbizwa vibaya sana wakati na ambapo aliweza kuanza kumzungumzia Rigathi Gachagua. So this means kwamba Mlima Kenya kumewaka moto. Aliweza kukimbizwa wakati na ambapo aliweza kuanza kumsifia Rais William Samoei Ruto upande wa Mlima Kenya, na kuweza kuanza kumshusha Rigathi Gachagua. Watu wa Madhira walikuwa na hasira sana, na wakaweza kumkimbiza. So actually this means that Mlima Kenya people, they have decided, tukiweza kuweka mbali Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro, huyu ambaye, mtazamaji wangu, ni Justin Muturi, ni kwamba tu kuna viongozi wawili ambao sasa hivi wako upande wa Rais William Samoei Ruto ndani ya serikali, lakini tayari ishaweza kukua explode, tayari ishaweza kukua imeonyeshwa. Na kumbuka kwamba mwenye macho haambiwi tazama, na kufukuzaye pia hakuambii toka. Kiufupi, kila ambacho najaribu kukimaanisha, mtazamaji wangu, ni kitu kimoja, ni kwamba huyu ambaye ni Moses Kuria, bila kumsahau Kimani Ichung'wah, kulingana na vile ambavyo aliweza kuzungumza hivi majuzi kwa kuweza kumtetea rais, kwa kuweza kumtetea aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, basi iliweza kuashiria kwamba, mtazamaji wangu, kwa kweli mambo yameweza kuchemuka. Iliweza kuashiria kwa kweli, mtazamaji wangu, kwa ground mambo ni different. So waliweza kuonekana wakiweza kumdefend Rigathi Gachagua kufuatia wale goons ambao waliweza kuwa wanaingia katika kanisa fulani kule upande wa Kasarani Mwiki, na wakati ambapo waliweza kumtetea rais huyu ambaye ni naibu wa rais aliyeondolewa madarakani, ni kitu ambacho hakijawahi weza kuja kutokea. So ni wakati sahihi ambao rais anafaa aweze kutambua kwamba Mlima Kenya actually imechacha. Ni wakati ambapo rais aweze kutambua kwamba Mlima Kenya wameweza kuamua. So mtazamaji wangu, hicho ndicho na ambacho kinazidi kuendelea ndani ya ulingo wetu wa siasa, siwasua ndani ya taifa letu la Kenya. Kwangu mimi nitakuwa nikiweza kufanya juhudi zangu zote juu chini kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na kuletea yote mengi ambayo atakuwa kiweza kuzidi kuendelea. Lakini kabla sijaweza kukuletea yule ambaye ninakuzungumzia kwa sasa hivi, ningependa niweze kukusii, ningependa niweze kukuomba, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi ndani ya channel hii uipendayo, mtazamaji wangu, ya Ghafla News, tafadhali like video hii kwa mradhi. Cha pili, nibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kwa kuweza kunitazama hadi mwishoni mwa video hii. Kuwa na wakati mwema hadi tena tutakapokutana ndani ya video nyingine, nikiweza kukuletea mengi zaidi ambayo atakuwa kiweza kuzidi kuendelea ndani ya taifa letu pendwa la Kenya.